Karibu katika Genesis to Revelation. Leo tunasoma hadithi ya ajabu kutoka Mwanzo 24, utafutaji wa mke wa Isaki. Hii ni hadithi ya mapenzi, imani na uongozi wa ajabu wa Mungu. Abrahamu, mzee mkubwa, anajua ni wakati wa kutafuta mke wa mwanawe Isaki. Lakini hawezi kumwacha Isaki aende nyumbani kwao Mesopotamia. Badala yake, anategemea Mungu na mtumishi wake mwaminifu. Hadithi hii inatuonyesha jinsi Mungu anavyoongoza maisha yetu na jinsi anavyotayarisha kile tunachohitaji kabla hatujasema neno. Tusome pamoja Mwanzo 24:1-4. Abrahamu akawa mzee mwenye umri mkuu, na Bwana alimbariki Abrahamu katika mambo yote. Abrahamu akamwambia mtumishi wake mkuu wa nyumba yake, aliyekuwa msimamizi wa vyote alivyokuwa navyo, weka mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapiza kwa Bwana, Mungu wa anga na Mungu wa nchi, kwamba hutamchukua mwanangu mke katika binti za Wakanaani. Kuna mambo muhimu ambayo mara nyingi tunapuuza katika hadithi hii. Kwanza, kiapo ambacho Abrahamu anamwapiza mtumishi wake. Weka mkono wako chini ya paja langu. Hii ilikuwa njia ya kuwapa kiapo kikuu zaidi katika utamaduni wa kale. Inaonyesha uzito wa jukumu hili. Pili, mtumishi alichukua ngamia 10, si mmoja au wawili, bali 10. Hii inaonyesha utajiri mkubwa na heshima kuu kwa familia ambayo wangeitaka kumchagua msichana. Tatu, tunasoma kwamba Rebeka alisonga maji kwa ngamia zake zote. Hii ni kazi kubwa. Ngamia mmoja anaweza kunywa lita 100 za maji baada ya safari ndefu. Kwa ngamia 10, Rebeka alifanya kazi ya masaa kadhaa bila mtu yeyote kumuomba. Hii inaonyesha moyo wake wa kuhudumu na nguvu zake za kimwili. Jambo la mwisho, Abrahamu alikataa kabisa wazo la Isaki kwenda Mesopotamia hata kama msichana hangeji Kanaani. Kwa nini? Kwa sababu alijua kwamba nchi ya Kanaani ni mahali Mungu alipomwamuru aishi. Safari ya mtumishi ni mfano wa imani na maombi. Anafikia mji wa Nahori wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake huja kuchota maji. Hapa anaomba ombi maalum: Bwana Mungu wa bwana wangu Abrahamu, nifanyie heri leo, uonyeshe wema kwa bwana wangu Abrahamu. Hapa nimesimama pembeni pa kisima cha maji, na binti za watu wa mji wanakuja kuchota maji. Basi na iwe msichana nitakayemwambia, inamia bakuli lako nipate kunywa, naye akisema kunywa, nami nitawanywesha ngamia zako pia. Yeye ndiye uliyemteua kwa mtumishi wako Isaki. Huu ni ombi la ujasiri. Mtumishi hakuomba dalili ndogo, bali dalili kubwa inayohitaji msichana mwenye moyo wa kuhudumu. Na Mungu alijibu haraka. Kabla hajamaliza kuomba, Rebeka alikuja akiwa na mtungi wake wa maji. Alikuwa mzuri wa sura, bikira na mwenye moyo wa ukarimu. Alimunywesha mtumishi na kusema, nitawasogelea ngamia zako maji pia. Mungu alikuwa amejibu ombi kabla hata kumaliza kuomba. Katika hadithi hii tunaona mabadiliko makuu ya kiroho. Kwanza, tunaona jinsi maombi yanavyobadilika kutoka ujumla hadi mahususi. Mtumishi hakuomba tu Mungu uniongoze, bali aliomba dalili maalum. Hii inatuonyesha kwamba Mungu anaturuhusu kuomba kwa uhususi. Pili, tunaona mabadiliko kutoka kwa uoga hadi ujasiri. Mtumishi alitumaini Mungu atamjibu mara moja, na alifanya hivyo. Tatu, tunaona jinsi mipango ya kibinadamu inavyogeuzwa na mpango kamili wa Mungu. Kila kitu kilifanyika kama Mungu alivyopanga, wakati sahihi, mahali sahihi, mtu sahihi. Mwisho, tunaona jinsi Mungu anavyobadilisha mioyo. Familia ya Rebeka, baada ya kuona dalili za Mungu, walisema, jambo hili linatoka kwa Bwana. Hawakuweza kupinga mpango wa Mungu. Hii ni nguvu ya Mungu kufanya mambo yote kutokana na mipango yake. Wanyamapori wa eneo hilo walikuwa mashahidi wa matukio haya ya ajabu. Tumeona mengi katika safari zetu, lakini hii ni tofauti. Binadamu mmoja anaomba na mara moja maombi yanajibiwa. Nimeona jinsi msichana huyu anavyotenda kwa upendo. Hakuulizwa kutunywesha, lakini moyo wake ulimwongoza kufanya hivyo. Mungu anamjua. Watu hawa hawajui jinsi walivyobarikiwa. Tunaweza kuona mkono wa Mungu ukifanya kila kitu, lakini wao hawaelewi. Ni ajabu jinsi binadamu wanavyopewa baraka kubwa, lakini mara nyingi hawaioni. Lakini leo wameona. Familia yote imesema hili linatoka kwa Bwana. Hii ni siku ambayo Mungu amejidhihirisha wazi.
Na msichana huyu, Rebeka, ameonyesha moyo ambao Mungu anapenda, moyo wa kuhudumu bila kujali gharama. Ni mfano kwa watu wote. Hadithi ya Rebeka na Isaki inatupa mafunzo makubwa ya maisha. Kwanza, tunaona umuhimu wa kumuomba Mungu katika maamuzi makubwa ya maisha yetu. Mtumishi hakutegemea bahati au hekima yake mwenyewe, bali alimwomba Mungu moja kwa moja. Pili, tunaona jinsi Mungu anavyotayarisha majibu yetu kabla hatujayaomba. Alimleta Rebeka kisimani wakati ule ule mtumishi alipofikia. Mungu ana utaratibu wake kamili. Tatu, tunaona umuhimu wa kuwa na moyo wa kuhudumu kama Rebeka. Alionyesha upendo wa kuhudumu bila kuulizwa. Hii ni tabia inayomfurahisha Mungu. Nne, tunaona jinsi Mungu anavyoheshimu wale wanaomheshimu. Abrahamu alimheshimu Mungu kwa kutomruhusu Isaki ahariri mahali pa kipagani, na Mungu aliheshimu imani yake. Leo tunahitaji kuomba Mungu auongoze mahusiano yetu, kazi zetu na maamuzi yetu makubwa. Kama vile alivyomuongoza mtumishi wa Abrahamu, atatuongoza sisi pia. Hebu tuombe. Baba wetu wa anga, tunakushukuru kwa hadithi hii ya ajabu ya uongozi wako. Kama vile ulivyomuongoza mtumishi wa Abrahamu, tunaomba utuongoze na sisi katika maamuzi yetu makubwa. Tupe imani ya kukuliza kwa uhakika, moyo wa kuhudumu wengine kama Rebeka, na uwezo wa kuona mikono yako katika maisha yetu ya kila siku. Tusaidie kuamini kwamba unatayarisha kile tunachohitaji kabla hatujasema neno. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Asanteni kwa kujiunga nasi leo. Mwache maoni yenu hapa chini na msahau kujiandikisha ili kupata vipengele vipya vya Genesis to Revelation. Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.